Nchi hii ndiyo nchi chafu zaidi duniani kote. Na kama ulishawahi kuona watu wachafu, basi hayo yote ni 9. 10 ni nchi hii ambayo kuanzia nchi hadi raia wake wote ni wachafu. Yaani kwenye nchi hii hakuna ustaarabu wala uungwana. Ukitazama hali ya hewa kwenye mji huu utaona kama kuna ukungu hivi. Lakini nikuambie ukweli, huu wala sio ukungu, bali ni moshi fulani ambao umejichanganya na hewa chafu pamoja na takataka, ndio ambao umetawala, na watu wote kwenye mji huu wanavuta hewa hii ambayo ni hatari sana kwa maisha yao. Na ukiishi kwenye mji huu ni lazima uvae barakoa, na usipofanya hivyo wallahi hautoboi. Kwani ripoti za shirika la afya duniani WHO zinasema kuwa watu 80,000 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na kuvuta hewa chafu inayopatikana kwenye mji huu, huku asilimia 50 ya watu wote wanaokufa ikiwa ni watoto wadogo pamoja na wazee. Na shirika hilo pia limesema kuwa kuishi kwenye mji huu kunaweza kupunguza hadi miaka 7 ya kuishi, jambo ambalo watu wengi wala hawalijali kabisa. Na tena wanaishi maisha yao hata hizo barakoa zenyewe hawavai na wanadunda kama kawaida. Na kitendo cha kunywa maji kwenye mji huu ni kama unakunywa sumu tu, maana vyanzo vyote vya maji vimezungukwa na viwanda vinavyotoa maji taka yenye kemikali. Na hata watu wenyewe wa mji huo hawana kabisa ustaarabu. Mito yao yote na maziwa yote yageuza na kuwa ni sehemu za dampo, yaani wanatupa takataka humo, pamoja na maji yote ya choo wameyaelekeza kwenye mito hiyo ambayo ndiyo wanayoitegemea kwa ajili ya maji salama. Na ukiangalia maziwa mengi kwenye mji huu yana rangi nyeusi, na maji hayo yote wala sio kwamba Mungu aliyaweka kuwa hivyo, bali watu hawa wameyachafua maji hayo, japokuwa watu wengi kati yao wanaonekana kuishi kwenye maziwa hayo, wakioga na kulala na hata kujisaidia kwenye maji hayo ambayo wameyageuza kuwa ni sehemu zao za makazi. Na mji huu kinachokera wala sio vumbi na uchafu peke yake, bali mji huu una kelele nyingi zaidi. Yaani raia wake wengi kila siku wanaumwa masikio, na hiyo ni kwa sababu mji huu una kelele sana, na ndio sababu pekee ambayo inapelekea raia wake wengi kuumwa masikio. Na kwenye mji huu kama wewe tumbo lako sio zuri, basi wala usile chochote, kwani hata chakula chao pia kinapikwa na maji machafu. Na kama usipokuwa mzoefu wa kuishi huku, ndugu yangu, usiku hautolala, ni mwendo wa kuhara, kwani hata vyakula vyao tayari vina sumu na uchafu mwingi ndani yake. Na hata kwenye upande wa usafiri kwenye mji huu utabaki mdomo wazi, kwani watu wake wanapanda treni na kujazana zaidi kama daladala. Na tena kuna wengine wanasimama juu ya treni alafu ni fresh tu, wanaenda safari zao na wanafika bila kuogopa wala kuwa na wasiwasi wa aina yoyote ile. Na hata kwenye upande wa madereva wa daladala hawana kabisa ustaarabu. Tena ukiwa na moyo mdogo unaweza ukalia kabisa kuililia gari yako, maana mambo ya kupigana pasi barabarani ni kawaida kabisa, na hakuna utakayemdai endapo gari lako litaharibika ama kugongwa na dereva yeyote. Je, mji huu ni mji gani na unapatikana kwenye nchi gani, na kwa nini wanaendelea kuishi huko japokuwa watu wengi wanapoteza maisha kila siku kwa sababu ya hali mbaya ya hewa? Kuitazama simulizi hii mwanzo mpaka mwisho, basi unaweza kuitazama kwenye YouTube ya 7 Media, na mimi ninaitwa King DI. Asante sana na hongera zaidi kwa kuendelea kuichagua 7 Media. Na safari yetu inatupeleka moja kwa moja mpaka kwenye nchi ya Bangladesh, nchi ambayo inapatikana Asia Kusini, ambayo inashika namba 8 kwa kuwa na idadi ya watu wengi zaidi, ambapo ina jumla ya watu milioni 171. Nchi hii inatajwa kuwa ni nchi ambayo inahusika kwenye listi ya nchi 5 chafu zaidi duniani. Na hapa najua mengi nimekuambia, na sasa nataka nikuambie sababu ya nchi hii kuwa chafu zaidi kiasi cha kwamba inasababisha vifo kwa raia wake, ambapo kila mwaka watu 80,000 hufariki kutokana tu na hali mbaya ya hewa. Katika nchi hii kuna mji unafahamika kama Dhaka, ambao ndio mji mkuu wa nchi ya Bangladesh. Na mji huu ndio mji mchafu zaidi kuwahi kutokea, na ndio mji ambao unatajwa kwenye vyombo vya habari kuwa ni mji ambao ni mchafu zaidi. Na nini sababu yake? Basi hapa achani kuambie.
Na miongoni mwa sababu ambazo zinafanya nchi hii kuonekana kuwa na hali mbaya ya hewa ni viwanda. Kwani nchi hii ya Bangladesh inaongoza sana kwa kuwa na viwanda vya nguo ambavyo havijajengwa kwenye miundombinu ya kutunza mazingira, na hivyo hata maji yote na kemikali zote zinatengenezwa kwenye viwanda hivyo na kuelekezwa kwenye mito ambayo ndiyo inayotegemewa katika kuzalisha maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Lakini pia mji huu una magari mengi sana, na magari hayo mengi husababisha uchafuzi mkubwa wa mazingira, na hiyo ni kutokana na moshi mwingi wa vyombo vya moto kuwa ni changamoto kubwa katika miji hii, hasa katika mji huu mkuu wa Dhaka. Lakini pia ujenzi wa majengo usiozingatia mazingira nao pia husababisha hali ya hewa kuonekana kuwa mbaya zaidi, na hii ni kutokana na vumbi jingi kuenea maeneo mengi ya mji na kuendelea kuchafua mazingira ya mji huu wa Dhaka. Na huo ndio mji wa Dhaka unaopatikana huko Bangladesh, mji ambao ni mchafu zaidi duniani kuwahi kutokea. Na mimi ninaitwa King DI, unaweza kunipata kule Instagram kama This is King DI, lakini pia nikukumbushe kuendelea kusubscribe kwenye channel ya 7 Media ili kuweza kupata simulizi zingine zaidi na zaidi.